Moja ya tukio kubwa ambalo limegusa hisia za watu wengi katika mitandao ya kijamii ni tukio linalomhusu bwana Joseph Abudurin, kijana ambaye ana umri wa miaka 25, ameuondoa uhai wake kutokana na hali ngumu ya kimaisha bana. Huyu jamaa anatokea kule jimbo la Osun jijini Nigeria, mji ambao umekuwa na matukio mengi kweli kweli mpaka hivi sasa. Mtu ambaye amethibitisha kifo chake anaitwa Abudurin Grace, ni dada yake wa damu kabisa, ndiye ambaye amethibitisha kifo chake kupitia mitandao ya kijamii, akimtaja kama kaka mpendwa aliyeficha maumivu makubwa nyuma ya tabasamu lake ambalo siku zote amekuwa akilionyesha kwa jamii yake. Marafiki na familia wanakumbuka jumbe za Joseph katika mitandao ya kijamii, ambapo mara nyingi alishiriki changamoto zake. Katika chapisho mojawapo ambalo alikuwa amelipandisha Januari 31 na Machi 24, alifichwa kuwa wazo la kuwaacha ndugu zake peke yao ndilo lililomfanya acheleweshe hatua yake ya mwisho, yaani kuondoa uhai wake. Tweet zake za mwisho zilionyesha huzuni, jitihada za kutafuta maana ya maisha na matumaini kwamba maneno yake yangewatia moyo wapendwa wake waendelee kupambana hata pale maisha yanapokuwa mazito mno. Pamoja na kwamba alishiriki eneo alilojitoa uhai, mamlaka bado hazijapata mwili wake hadi hivi sasa, na sehemu hiyo inaonekana kuwa haina shughuli kwa sasa, yaani ilikuwa ni sehemu ambayo hakuna makazi kabisa, watu inavyoonyesha wako wameondoka kabisa. Alisema hana maelezo mengi. Huyu alikuwa ni polisi ambaye anapatikana katika jimbo la Osun. Alisema hana maelezo zaidi kuhusu jambo hilo, lakini ameahidi kutoa taarifa mpya zitakavyopatikana. Inasikitisha zaidi kwamba Joseph alikuwa ameadhimisha siku yake ya kuzaliwa ya miaka 25 mnamo Februari 6, 2025, jambo ambalo linazidisha machungu kweli ya msiba huu. Tukio hili la kusikitisha ni ukumbusho wa umuhimu wa afya ya akili. Ikiwa unahisi kuelemewa au kupitia changamoto yoyote binafsi, tafadhali fahamu kuwa msaada upo. Wasiliana na mtu unayemwamini au tafuta msaada wa kitaalamu. Jua kwenye changamoto hauko peke yako, kama ambavyo kijana anayekwenda kwa jina la Joseph Abudurin ameamua kuchukua uamuzi wa kuondoa uhai wake kwa sababu alikuwa na msongo mkubwa wa mawazo. Mitandaoni sio sehemu sahihi sana ya kuweka mawazo yako, kwa sababu sio kila mtu anaweza kulipokea kama vile ambavyo mwingine ukienda kumwambia ukiwa naye karibu anaweza kulipokea, kwa sababu kila mtu na akili zake mitandaoni. Vijana tukakumbuke kupambana. Mungu awabariki sana.